Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Kufanya operation wa kuotosha nywele hasa kwa mwanamke, kwa sababu nywele ni sehemu ya mapambo ya mwanamke, ni kivutio kwa mumewe. Sasa kwa mume anaopara, mke anaopara, inakuwaje hapo? Sasa mwanamke anza kufanya surgery hiyo, sasa kuotesha nywele, na zipo dawa siku hizi hata bila operation kuzipatiliza na kufuatilia, basi nywele zinaota kidogo kidogo. Zipo wa ilaju simna, na kufanya matibabu ya unene almufrita, uliopindukia. Wa ilaju simna, na kufanya matibabu ya unene almufrita, uliopindukia. Mufri, ra weka kasra kwenye ra, almufrita, kufanya matibabu ya unene uliopindukia. Mtu anaenda kufanywa surgery kupunguzwa nyama, uzembe, ana manyama uzembe mwilini, anaenda kufanywa surgery, manyama yote anatolewa, yale unene uliopindukia ule, nyama zinapunguzwa, zinatolewa, anakuwa ni mtu smart sasa, mtu mwembamba mwenye umbile la kawaida. Kuna wengine wanarithi unene wa kurithi wa kupindukia, hata afanye mazoezi vipi mwili hauondoki, hata asipokula mafuta mwili waja tu, kwa sababu ni urithi. Pengine kwao umamani wana miili mikubwa sana, sio ya kawaida, kwa anaweza kufanya surgery kuondosha zile nyama, kiasi ya kwamba mtu unene wake akikaa amekaa. Nyie mlio karibu mtakoma kwa kutumwa. Sasa hajui kuinuka huyo, manyama yale, uvivu, amtuma mumewe kama mwanawe, sababu ya uvivu, mwili mkubwa, hainuki, lete hiki, sogeza hiki. Kwa watu kama hao wakikaa jikoni wakusanyia kila kitu, kila kinachohitaji kwa mkusanyia, sababu hawezi kuinuka, unene umepitiliza, anaweza kufanya surgery. Hilo jambo ni jaiz, litafaa, kwa sababu unene wa kupindukia ni aibu, ni kasoro hiyo. Kwa hizo ni surgery zenye kufaa kwa ajili ya kuondosha aibu. Sasa anakuja aina ya pili ya surgery, antakuna litahsinil madhhar, kuwa hiyo surgery ni kwa ajili ya kupamba muonekano. Kuwa hiyo surgery ni kwa ajili ya kupamba muonekano. Tahsinil madhhar, kupamba ule muonekano, ule muonekano wako uonekane kuwa ni mzuri, huna aibu, wazidisha tu ule urembo, watu wakikuona wakuone mzuri zaidi, huna aibu wala kasoro. Je, itafaa? Kiganyo cha pili, antakuna, kuwa hiyo surgery litahsinil madhhar, kwa ajili ya kuupamba muonekano wako uwe mzuri. Wa hadhihi muharramatun, na surgery hii ni yenye kuharamishwa. Surgery hii haifai, huna aibu wala kasoro, umeamua tu utakaonekane wewe ndio miss, wewe ndio queen, wewe ndio malaika, wewe ndio mwanamke mzuri mtaa mzima, kwa sababu nikafanya surgery watankoma, anaenda kuwakomesha. La, hiyo ni haramu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah aliposema ani shaitan, kumuhusu shaitani, fala yughayyirunna khalqa Allah, na watayabadilisha maumbile ya Allah. Shaitani alimwahidi Allah kwamba mimi umenipoteza, umeniacha mkono, nimepotea, basi hao waja wako hao nitawakalia mbele na nyuma, nitawapoteza, nitawashawishi kuyabadilisha maumbile ya Allah, mpaka kufikia kusema fala yughayyirunna, na hakika watabadilisha hao viumbe khalqa Allah, maumbile ya Allah watayabadilisha. Ni ahadi ya shaitani hii aliyochukua kwa Allah kwamba viumbe atawapoteza hadi kufikia kubadilisha maumbile ya Allah. Kwa ukimwona mtu anafanya surgery, atafuta makalio makubwa, kifua kizuri chenye mvuto, hakilali kifua siku zote, kama msichana kafanya surgery. Mara wengine wana vitukuta hapa, haya mashavu yao, kuna aina fulani ya kicheka hivi, hii mashavu ya chini ya bonyea ndani, yaingia ndani,
huku juu kwa tukeza nje kwa fura. Ni aina za surgery zinafanywa, usione watu ndo maumbile, la, ni surgery hizo. Sasa kwa ajili ya kutafuta muonekano mzuri, au ana muonekano wa kuwavutia watu, sio kwamba afanya surgery ya aibu, la, kwa ajili ya kuzikata nyoyo za wanaume wakimtazama. Hii haifai, ni ahadi ya shetani hii ambayo amechukua miaka mingi. Ndio haya masajari ya ovyo tunayoyaona. Shetani ameahidi kuyabadilisha maumbile ya Allah kwa waja, na ameweza kiasi kikubwa, kiasi ya kwamba imekuwa sasa hivi ndio habari ya mjini. Ndio habari ya mjini kufanya sajari, mtu kupendezesha mwili wake. Mithlu tajmilil anf, anasema mfano tajmilil anf. Nini maana tajmilil anf? Kufanya uzuri wa pua. Mithlu tajmilil anf, mfano kufanya uzuri wa pua, bitasghirihi, kwa kuifanya kwake ndogo. Mithlu tajmilil anf, aunza kusema mfano kuipamba pua, bitasghirihi, kwa kuifanya kwake ndogo. Kuipamba pua kwa kuifanya kwake ndogo. Mtu anapua kubwa, anapua pana, imeenea hapa kwenye uso wake, kila akijitazama mwenyewe kwenye kioo, jipua kubwa, wanaume wanamkimbia. Naona hapana, mimi sasa nataka kwenda Dar. Sasa unajua huko Dar huko, sasa inabidi afanye surgery ya pua, aike pua ndogo ndogo hivi ya kuvutia, maana ingia mjini. Sasa wengine sio kwamba ana pua mbaya, pua zao nzuri alizoumbiwa, ila sasa kuna pua ya msanii fulani hivi ameiona na yeye itamani, kwa ile kwake yeye ashaiona mbaya, anatamani pua ya msanii fulani ambayo ni ndefu ndefu hivi na ncha mbele, na yeye taka kama ile, anaenda kufanya surgery ya pua yake nzuri, anaika pua ya msanii mwingine. Wapo wanaofanya hivyo. Watajmili thadi, na kufanya uzuri wa matiti. Watajmili thadi, kufanya uzuri wa matiti. Mtu maziwa yake, kifua chake ataka kionekane kizuri, ataka kiinue, sasa kimelala muda mrefu, au hakipo katika muonekano mzuri, pengine ana namna fulani kifua chake kiko hivyo, anataka kifua sasa cha mtu fulani kiwe kidogo kidogo hivi cha kuvutia, anaenda kufanya surgery ya matiti. Haifai, ile ina muonekano mzuri kwa wanaume, hilo jambo ni haramu. Wa nafkhil khududi, na kuvikuza vitukuta. Wa nafkhil khududi, na kuvikuza vitukuta. Vitukuta mnavijua? Vitukuta, hili shavu lako lina sehemu mbili. Kuna sehemu ya nyama ambayo iko chini karibu na mdomo huku, nyama, afu ukienda juu kidogo hapo kuna kama kaji mfupe hivi. Hili shavu hilo ukienda juu kidogo, kama uenda kwenye jicho hivi, kuna kaji mfupa fulani hapo. Ndani yake kuna kama mfupa, kabla hujafika kwenye jicho. Hicho ndio kitukuta, sehemu ngumu hiyo, sehemu ya juu ya shavu kabla ya kufika kwenye jicho. Kuna watu hapo wanakuza sehemu, wanatia nyama hapo, fanywa surgery, panaingia kama nyama fulani. Akicheka huko juu kundwa kwa fura huko kwatokeza hizo nyama alizoweka juu, na huku chini kwa bonyea ndani. Mnaita nini hiyo? Atafuta dimples za surgery, aita dimpo hivi degani, wenye mnajua mtambizana wenyewe huko. Wale wa shamba wadongi wapo, watauliza, wanakaa barabara za namba. Wengine wakufanya surgery hiyo kwa anafanywa surgery kwa ajili ya kutononesha mashavu sehemu ya juu hivi, akicheka hiyo kuna style fulani ya kuvutia, watamani awe anacheka tu wamwangalia, kumbe mwenzako yeye ameshafanya surgery hayo maeneo, kuna namna fulani ametengenezwa hapo. Hiyo yote haifai, ni haramu. Wa ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo katika surgery za kutafuta uzuri na muonekano mzuri, ni haram, muharrama. Surgery hizo zimeharamishwa, hazifai.